Mjambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Ni furaha kukutana nanyi tena katika matangazo yetu ya mchana leo. Ni Jumanne tarehe 23 Juni mwaka 2026. Basi karibuni tuwe pamoja katika dakika chache hizi za habari ambako tutakuleteni habari mbalimbali za kisiasa, kiusalama, kijamii na maendeleo kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo ya Kivu Kaskazini, Kusini, Minembwe, Uvira, Fizi, Beni pamoja na sehemu zingine za nchi. Na katika matangazo yetu ya mchana leo tutazungumzia hali ya usalama mashariki mwa nchi, operations za vikosi vya usalama, matukio ya kisiasa endelea nchini pamoja na habari nyingine muhimu zinazogusa maisha ya wananchi. Basi popote pale ulipo, endelea kuwa nasi kupitia Kivu News Info kwa habari za hakika, kwa wakati na kwa manufaa ya jamii. Mimi ni Teloje Longa na kukaribisha kwa mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 23 Juni mwaka 2026. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limekosoa vikali matamshi ya madai yanayotolewa na muungano wa waasi M23 pamoja na RDF, likisema kuwa kauli hizo ni za uongo na za uchochezi na zinalenga kupotosha maoni ya wananchi pamoja na jamii ya kimataifa kuhusu hali halisi inaendelea mashariki mwa nchi. Katika taarifa rasmi iliyotolewa siku ya jana Jumatatu, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lijibu matamshi yaliyotolewa na viongozi wa muungano hao wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika mjini Goma tarehe 18 Juni mwaka huu. Jeshi la taifa linasema kuwa madai ya kuwepo kwa mateso dhidi ya baadhi ya jamii ya Wakongo hayana misingi wowote na analenga kuibua migawanyiko miongoni mwa wananchi. Kwa mujibu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, muungano wa RDF M23 unaendelea kutumia propaganda na taarifa za kupotosha ili kuhalalisha uwepo wake katika baadhi ya maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi linasema kuwa badala ya kuleta amani, kundi hilo linaendelea kusababisha hofu, maafa na mateso kwa wananchi katika maeneo yanayokumbwa na migogoro. Taarifa hiyo ya jeshi inaeleza kuwa kauli hizo zinazolenga kuwatenganisha wananchi kwa misingi ya kikabila, kijamii au kisiasa ni hatari kwa umoja wa taifa na zinaweza kuongeza mvutano katika maeneo ambayo tayari yameathiriwa na vita. FARDC inasisitiza kuwa wananchi wote wa Kongo ni sawa mbele ya sheria na kwamba jeshi la taifa lina jukumu la kulinda raia wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Jeshi la Kongo limekumbusha kuwa ripoti kadhaa za mashirika ya kibinadamu na kimataifa za taasisi za haki za binadamu zimekuwa zikieleza kuhusu ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaodaiwa kufanywa na waasi wa M23 pamoja na washirika wao katika maeneo mashariki mwa nchi. Miongoni mwa vitendo vinavyotajwa ni mauaji ya raia, utekaji wa watu, uharibifu wa mali na kuwalazimisha wananchi kukimbia makazi yao. Kwa mujibu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maelfu ya familia zimeendelea kuathiriwa na mapigano katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Wananchi wengi wamejikuta wakikosa huduma za msingi, huku wengine wakilazimika kuishi katika mazingira magumu baada ya kukimbia makazi yao kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Jeshi pia limeeleza wasiwasi wake kuhusu taarifa zinazodai kuwa muungano huo umewataka wananchi kupunguza hatua za kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. FARDC inasema kuwa hatua hiyo ni hatari ya afya kwa umma na inaweza kuhatarisha maisha ya wananchi katika maeneo yanayokumbwa na mlipuko huo wa ugonjwa. Mamlaka za afya nchini Kongo zimekuwa zikifanya juhudi mbalimbali za kuzuia kuenea kwa Ebola, hasa katika maeneo yanayoathiriwa na migogoro ya silaha. Hata hivyo, changamoto za kiusalama zimekuwa zikiwahimiza, zikihamasishwa kazi za wahudumu wa afya na kuasiri kampeni za kuhamasisha wananchi kuhusu hatua za kujikinga. Katika taarifa yake, FARDC imesisitiza kuwa inaendelea na kutimiza jukumu lake la kulinda mipaka taifa, kutetea mamlaka za nchi na kuhakikisha usalama wa wananchi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi limewahimiza wananchi kubaki waangalifu dhidi ya taarifa za uchochezi na kuendelea kuunga mkono juhudi za kurejesha amani nchini. Vile jeshi linaeleza kwa mapambano dhidi ya makundi yenye silaha yanaendelea hadi pale usalama na utulivu utakavyorejea kikamilifu katika maeneo yote yaliyoathiriwa na migogoro. FARDC inasisitiza kuwa itaendelea kushirikiana na mamlaka za serikali pamoja na mashirika mbalimbali ili kuhakikisha ulinzi wa raia na kudumisha umoja wa taifa. Hali ya usalama katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku wananchi wakiendelea kutaka kurejeshwa kwa amani na utulivu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kutoa wito kwa mshikamano wa kitaifa na kuhimiza wananchi kutokubali kugawanywa na taarifa za chuki au propaganda zinazoweza kuhatarisha umoja wa nchi. Ni katika mazingira hayo ambako FARDC inawahakikishia wananchi kuendelea kusimama imara katika kulinda uhuru, mamlaka na mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikisisitiza kuwa usalama wa raia ni umoja wa taifa vinaendelea kwa vipaumbele vya jeshi la taifa. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la plus grande fermeté les déclarations mensongères, provocatrices et dangereuse tenue par les dirigeants de la coalition RDF-AFC M23 lors
de leur conférence de presse tenue à Goma le 18 juin 2026. Les forces armées de la République démocratique du Congo relèvent que ces déclarations s'inscrivent dans la continuité des campagnes de propagande et de désinformation régulièrement menées par la coalition RDF-AFC M23 contre les institutions de la République. Cette stratégie vise à manipuler l'opinion publique, à discréditer les institutions de l'État, à détourner l'attention des responsabilités de cette coalition dans la guerre d'agression menée contre la République démocratique du Congo, ainsi que de graves violations du droit international humanitaire et des droits humains qui lui sont régulièrement imputés. Les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent catégoriquement les accusations faisant état de prétendus massacres, exterminations ou persécutions dirigées contre une quelconque communauté congolaise. Ces allégations sont dénuées de tout fondement. Elles interviennent alors que plusieurs rapports des Nations Unies et d'organisations internationales de défense des droits humains ont documenté de graves violations imputées à la coalition RDF-AFC-M23, notamment des exécutions sommaires, des assassinats de civils, des enlèvements et des recrutements forcés, des violences sexuelles, des déplacements forcés des populations et d'autres violations graves du droit international humanitaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent que ces accusations mensongères et cyniques visent à travestir la réalité des faits et à soustraire cette coalition à ses responsabilités. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec vigueur la tentative de la coalition RDF-AFC-M23 d'instrumentaliser les identités communautaires et les appartenances linguistiques afin de semer la division entre les Congolais. Cette campagne vise notamment à opposer artificiellement les populations congolaises vivant dans l'est du pays à leurs compatriotes des autres provinces de la République dans le but d'affaiblir la cohésion nationale et de servir les objectifs politiques et militaires de cette coalition. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent qu'elles sont une armée nationale, républicaine et inclusive, composée de Congolaises et Congolais issus de toutes les provinces du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent que les premières victimes de la guerre d'agression menée par la coalition RDF-AFC-M23 demeurent les populations congolaises vivant dans les provinces de l'Est du pays. Depuis plusieurs années, ces populations subissent les conséquences directes de l'insécurité, des déplacements forcés, des exactions et des violations des droits de l'homme liées aux activités de cette coalition et de ses alliés. Les souffrances qu'elles endurent ne peuvent être instrumentalisées pour servir une campagne de désinformation ou pour tenter de les opposer à leurs compatriotes des autres provinces de la République. C'est précisément pour assurer leur protection, garantir leur sécurité et préserver l'intégrité du territoire national que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent leurs opérations conformément à leur mission constitutionnelle. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent également les appels irresponsables lancés par cette coalition invitant les populations à ignorer les mesures sanitaires et préventives édictées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. En s'attaquant aux efforts de prévention et de sensibilisation, cette coalition expose davantage des populations déjà éprouvées par l'insécurité et compromet les efforts engagés pour protéger la santé publique. Les forces armées de la République démocratique du Congo mettent en garde contre toute campagne de propagande, de désinformation ou d'incitation à la haine susceptible de compromettre la cohésion nationale, la sécurité des populations et les efforts de restauration de la paix dans les zones affectées par l'agression. Les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent pleinement engagées dans l'accomplissement de leur mission constitutionnelle de défense de l'intégrité territoriale, de protection des populations et de neutralisation de toute force hostile menaçant la souveraineté nationale. Elles ne se laisseront distraire ni par les campagnes de désinformation, ni par les tentatives de manipulation destinées à affaiblir la détermination nationale face à l'agression rwandaise.
Watu 6 walikuwa wametekwa nyara na waasi wa ADF katika kijiji cha Vemba kilichopo kwenye mili wa barabara ambao Kimango katika jimbo la Kivu Kaskazini wamepata uhuru wao baada ya operesheni za kijeshi zinazofanywa na muungano wa majeshi ya FARDC na UPDF mwishoni mwa wiki iliyopita. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya usalama katika eneo hilo, miongoni mwa watu waliokuwa wametekwa, wanawake 8 walikuwa sehemu ya kundi hilo, huku mtu mmoja akiwa mwanaume. Watu walitekwa na waasi wa ADF katika siku za hivi karibuni, wakati kundi hilo lilikuwa likiendelea kufanya mashambulizi na vitendo vya utekaji katika maeneo mbalimbali ya eneo la Beni. Inaeleza kuwa waathirika walikumbwa na tukio hilo wakati wakifanya shughuli zao za kila siku katika maeneo ya karibu na Vemba kabla kuchukuliwa kwa nguvu na waasi waliokuwa wakizunguka katika misitu ya mihili wa Mbau Kamango. Tukio hilo lazua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikabiliwa na vitisho vya makundi yenye silaha. Baada ya kupokea taarifa kuhusu tukio hilo, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kushirikiana na jeshi la Uganda UPDF vilianzisha operesheni za kuwafuatilia waasi hao katika maeneo ya msitu ambako wanadaiwa kujificha. Operesheni hizo zilifanyika katika mazingira magumu kutokana na hali ya eneo hilo ambalo limekuwa likitumia mara kwa mara na waasi wa ADF kama sehemu ya maficho yao. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, shinikizo liliwekwa kuna operesheni hizo iliyolazimu waasi hao kukimbia na kuacha baadhi ya mateka hao. Watu hao 9 waliweza kujinasua kutoka mikononi mwa watekaji hao na kufika katika maeneo salama ambako walipokelewa na vikosi vya usalama pamoja na viongozi wa jamii. Baadhi ya manusura hao walieleza kuwa walipitia wakati mgumu walipokuwa mikononi mwa waasi. Walisema walitembezwa kwa miguu katika maeneo ya misitu kwa muda mrefu huku wakikabiliwa na hofu na mazingira magumu. Hata hivyo, operesheni za kijeshi zilikuwa zikiendelea katika eneo hilo, zilitoa fursa kwa wao kutoroka na kuokoa maisha yao. Kuachiwa kwa mateka hao kumepokelewa kwa furaha na wakazi wa Vemba pamoja na maeneo jirani ambao wanaendelea kuishi katika hofu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na waasi wa ADF. Familia za manusura hao zimeonyesha shukrani kwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na UPDF kwa juhudi zilizowezesha kuokolewa na kwa ndugu zao. Kwa miaka kadhaa sasa, miili wa Mbau Kamango umekuwa miongoni mwa maeneo yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi wa ADF. Kundi hilo limehusishwa na mauaji ya raia, utekaji wa watu, uporaji wa mali na kuwalazimisha maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao. Tangu kuanzishwa kwa operesheni za pamoja kati ya FARDC na UPDF, majeshi yao wamekuwa wakifanya mashambulizi dhidi ya ngome na maficho ya waasi katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Ituri. Operesheni hizo zinalenga kupunguza uwezo wa makundi ya waasi na kurejesha usalama kwa wananchi. Licha ya mafanikio kadhaa yaliyopatikana, changamoto za kiusalama bado zinaendelea katika baadhi ya maeneo. Wakazi wa maeneo ambao Kamango na vijiji jirani wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka kuongeza uwepo wa vikosi vya usalama ili kuzuia mashambulizi mapya na kulinda raia. Viongozi wa kijamii katika eneo la Beni wamekaribisha kuokolewa kwa mateka hao, lakini wameeleza kuwa juhudi zaidi zinahitajika ili kuhakikisha kuwa watu wengine ambao bado wanashikiliwa na waasi wanaokolewa. Pia ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa zinazoweza kusaidia mapambano dhidi ya makundi yenye silaha. Kwa sasa manusura wanapatiwa msaada wa awali pamoja na uangalizi wa kiafya na kisaikolojia kutokana na mateso na hofu waliopitia walipokuwa mikononi mwa waasi. Mamlaka za eneo zinaendelea kufuatilia hali hiyo huku uchunguzi ukiendelea kuhusu mazingira na utekaji huo. Kuachwa kwa watu hao 9 kunachukuliwa kama hatua muhimu katika juhudi za kurejesha usalama katika eneo la Beni, ingawa wakazi wanaendelea kutarajia hatua zaidi za kuhakikisha kwa vitendo vya utekaji na mashambulizi ya raia vinakomeshwa kabisa katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini. Habari zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kile kinachodaiwa kuwa ni kutekwa kwa eneo la Point Zero na jeshi la Rwanda pamoja na washirika wake zinaendelea kuzua mjadala katika maeneo ya Minembwe na viunga vyake. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vya usalama pamoja na watu wanaofuatilia hali ya kijeshi katika eneo hilo vinatoa wito kwa wananchi kuwa waangalifu dhidi ya taarifa ambazo hazijathibitishwa rasmi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kutoka maeneo ya Minembwe, hakuna mapigano makubwa yaliyoripotiwa katika mstari wa kadhaa ya mbele katika siku ya leo au siku ya jana. Hali inayopingana na taarifa zinazosambazwa kwenye baadhi ya mitandao zikidai kuwa eneo la Point Zero limeanguka mikononi mwa jeshi la Rwanda na washirika wake. Taarifa hizo zinaeleza kuwa mapigano makali yalitokea siku ya Jumapili tarehe 21 Juni, wakati vikosi vinavyodaiwa kuwa vya jeshi la Rwanda pamoja na washirika wao uvipoanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo ya Rutaganda na Kakenge. Mashambulizi hayo yaliripotiwa kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo ya karibu, huku baadhi ya familia zikihofia kurejea kwa mapigano makubwa katika eneo hilo. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa licha ya mashambulizi hayo, maeneo kadhaa muhimu bado yanaendelea kuwa chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushirikiana na makundi ya wazalendo. Miongoni mwa maeneo yaliyotajwa kuwa bado yanadhibitiwa na vikosi hivyo ni Mikenge, Irundu, Kitavi pamoja na sehemu ya
la Kakenge. Wakazi wa maeneo wanasema hali ya tahadhari inaendelea huku vikosi vya usalama vikiendelea kuimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali yanayozunguka Minembwe. Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa usiku wa mchana vimekuwa wakisikia milio ya silaha katika maeneo fulani, jambo linaloendelea kusababisha hofu miongoni mwa familia nyingi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mashambulizi ya angani kwa kutumia ndege sio na rubani yameripotiwa katika baadhi ya maeneo ya mapigano. Hata hivyo, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinavyoungwa mkono wa Wazalendo vinaelezwa kuendelea kushikilia nafasi zao katika eneo linalozunguka kituo cha Minembwe. Eneo la Minembwe limekuwa miongoni mwa maeneo yanokumbwa mara kwa mara na mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha, aliyomeendelea kuathiri maisha ya wananchi wengi, huku maelfu ya watu kukimbia makazi yao kutokana na hofu ya mapigano. Mashirika ya kiraia katika eneo la Fizi na Minembwe endelea kutoa wito kwa wananchi kwa uangalifu wanapotumia mitandao ya kijamii, hasa katika kipindi ambacho taarifa nyingi za kijeshi zinaendelea kusambazwa bila udhibitisho wa vyanzo rasmi. Viongozi wa jamii wanaonya kuwa taarifa na za upotoshaji vinaweza kuongeza hofu na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Baadhi ya wakazi wa Minembwe wameeleza kuwa shughuli za kawaida katika maeneo kadhaa zimeathirika kutokana na hali ya tahadhari inayoendelea. Biashara, kilimo na usafiri vimekuwa vikifanyika kwa tahadhari kubwa, huku wananchi wengi wakifuatilia kwa karibu mwelekeo wa hali ya usalama. Kwa upande wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya wazalendo wanaoshirikiana nao, taarifa zinaeleza kuwa vikosi hivyo vinaendelea kulinda maeneo yao na kuzuia jaribio lolote la kusonga mbele kwa maadui katika maeneo yanayozunguka Minembwe. Leo inaendelea kutoa matumaini kwa baadhi ya wakazi wanaotumaini kuona utulivu ukirejea katika eneo hilo. Wakati huo, wananchi wanaendelea kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za kijeshi kuhusu hali halisi ya maeneo yaliyotajwa katika taarifa hizo. Wito unaendelea kutolewa kwa wananchi kutegemea vyanzo vya kuaminika vya habari na kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa. Hadi sasa maeneo ya Mikenge, Irundu, Kitavi pamoja na sehemu ya Kakenge inaelezwa kuendelea kuwa chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo, huku hali ya tahadhari ikiendelea katika maeneo yanayozunguka Minembwe kutokana na hofu ya kurejea kwa mapigano makubwa katika siku zijazo. Katibu mkuu wa chama tawala cha UDPS Augustin Kabuya ametoa matamshi makali dhidi ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, akimtuhumu kuhusika na mauaji ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Laurent Desire Kabila aliyefariki dunia tarehe 16 Januari mwaka 2001 mjini Kinshasa. Kauli hiyo imetolewa wakati wa mkutano wa kisiasa uliofanyika katika makao makuu ya chama cha UDPS mbele ya wanachama na wafuasi wa chama hicho. Katika hotuba yake, Kabuya alisema kuwa haiwezekani mtu kufikia madaraka katika mazingira ya mapinduzi ama mabadiliko ya ghafla ya uongozi bila kuhusishwa na matukio yaliyotangulia. Akizungumza mbele ya wafuasi wa chama chake, katibu mkuu wa chama hicho cha UDPS adai kwamba Joseph Kabila ndiye anayehusika na kifo cha Laurent Desire Kabila aliyekuwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia mwaka 1997 hadi mwaka 2001. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa katika medani ya kisiasa na nchi hiyo kutokana na uzito wa madai hayo. Laurent Desire Kabila aliuawa tarehe 16 Januari mwaka 2001 ndani ya ofisi yake mjini Kinshasa katika mazingira ambayo yanaendelea kuwa sehemu ya mjadala na tafsiri mbalimbali za kisiasa kwa zaidi ya miaka 20. Baada ya tukio hilo, Joseph Kabila alichukua uongozi wa nchi na kuendelea kuwa rais kwa kipindi kirefu kabla ya kumaliza utawala wake mwaka 2019. Matamshi ya Augustin Kabuya yalikuja pia katika mazingira ya kukataa kufanua kauli za Rais Tshisekedi zilizotolewa hivi karibuni dhidi ya mtangulizi wake Joseph Kabila. Kauli hizo zinatolewa wakati rais wa Kongo alipokuwa akizungumza na diaspora wa Kongo mjini Houston nchini Marekani baada ya mechi ya mpira ya miguu kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ureno iliyomalizika kwa sare bao 1-1. Katika maelezo yake, Kabuya alisema kuwa maneno yaliyotumiwa na Rais Tshisekedi dhidi ya Joseph Kabila yanatafsiriwa vibaya na baadhi ya watu. Alieleza kwamba lengo la rais alikuwa kumzanilisha binafsi mtangulizi wake, bali kuonesha kwamba alikuwa akifuata maagizo ya Rwanda bila kupinga. Kiongozi wa UDPS alitumia mfano wa kauli ambazo zimekuwa zikitolewa dhidi ya wanachama wa chama chake wanaotetea serikali kwenye vyombo vya habari. Alisema kwamba mara nyingi watu husema kuwa Kabuya hawazui mbwa wake, akimaanisha kwa wanachama wa chama wanaotetea serikali, jambo ambalo linaonyesha matumizi ya lugha za kisiasa zinazobeba maana tofauti kulingana na mkataba.
Kauli za Rais Tshisekedi na maelezo ya Augustin Kabila zinaendelea kuzua mjadala mkali ndani na nje ya nchi. Wafuasi wa rais wa zamani Joseph Kabila wanaonyesha kutokuridhishwa na matamshi hayo, huku baadhi ya washirika wake walioko uhamishoni barani Ulaya wakikosoa lugha inayotumiwa na viongozi wa kisiasa. Kwa upande mwingine, muungano wa M23 kupitia mratibu wake wa kisiasa Corneille Nangaa ulieleza wasiwasi wake kuhusu matamshi hayo. Kiongozi wao alisema kauli hizo zinaweza kuongeza mvutano wa kisiasa na kuhatarisha juhudi za mazungumzo zinazolenga kutafuta suluhisho la mgogoro unaendelea mashariki mwa nchi. Nangaa alieleza kwamba matamshi yanaweza kutafsiriwa kama kauli za uchochezi katika kipindi ambacho juhudi mbalimbali za mazungumzo na maridhiano zinaendelea kati ya pande zinazohusika katika mgogoro huo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kongo wanaona kuwa mvutano wa maneno kati ya viongozi wa sasa na wa zamani unaendelea kuongeza migawanyiko ya kisiasa katika nchi. Wanasema kwa kauli za viongozi na uzito mkubwa na zinaweza kuathiri hali ya kisiasa pamoja na juhudi za maridhiano ya kitaifa. Hadi sasa Joseph Kabila mwenyewe hajatoa tamko rasmi kujibu madai yaliyotolewa na Augustin Kabila. Hata hivyo, matamshi yanaendelea kujadiliwa katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, huku wananchi wakisubiri maelezo zaidi kuhusu swala hilo. Swali linaonyesha jinsi hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inavyoendelea kwa mvutano, hasa katika kipindi ambacho nchi inakabiliwa na changamoto za kiusalama mashariki pamoja na mijadala kuhusu mustakabali wa kisiasa wa taifa. Ndivyo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari ya leo ya mchana leo, ni Jumanne tarehe 13 Juni kupitia Kivu News Info. Basi tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi kufuatilia habari zetu. Endelea kututumia maoni yenu, taarifa na mapendekezo yenu ili kuendelea kuhudumia kwa habari za uhakika na kwa wakati na kwa manufaa ya jamii hii. Kutoka hapa kwetu Kivu News Info tunatakia mchana mwema wenye amani, utulivu na mafanikio katika shughuli zenu za kila siku. Mimi ni Teloje Longo na kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info nasema asanteni sana kwa kutusikiliza na kutana tena katika taarifa zetu za jioni. Hii ni Kivu News Info, sauti ya ukweli na habari za kuaminika na vile vile sauti ya wananchi. Basi tunakutakia mchana mwema wenye amani na faraja katika shughuli zako za kila siku. Bye bye na chao, na tukutane tena katika matangazo yetu ya jioni.